Mwezi uliopita alinitembelea, tulikuwa na mazungumzo marefu kuhusu mambo mbalimbali ya kisiasa, ya kijamii, ya kiuchumi, lakini mawili ambayo nilisisitiza kwake, mawili. Nilisema nchi imejeruhiwa, nchi iko katika maombolezo, nchi inahitaji kuponywa, lakini matatizo yote tunayopata haya chanzo chake ni katiba mpya. Nakwambia la pili, yale yaliyorudia chama. La pili, rushwa imefika mahali inamnyang'anya mwananchi haki yake. Kasema hili ni lazima lifanywe kazi. Sasa nilipoona nasema nilifuatia rushwa, aliniambia mzee, yote ni wazito, nitafikisha ujumbe kwa wenzangu serikalini. Sasa nilipoona, kwa sababu nilivyosema namfahamu Nchimbi, kitu kimoja, Nchimbi sio chawa wa aina yoyote wa Nchimbi. Alipokuwa kwenye chama hakuwa chawa na vijana wenzake, na ameendelea hivyo hivyo, na mmemwona matamko aliyokuwa akitoa ni yale alikuwa na abidi. Mkiona kuna wakati fulani nadhani viongozi wa Chadema walikamata, sijui kama Heche huko Mbeya kule, walikamatwa kule. Nchimbi akiwa katibu mkuu wa chama akasema waachieni tushindane kisiasa. Katika uchaguzi wa serikali za mitaa 2024, unajua Nchimbi alitoka akatamka kwamba nimekwenda kumuona mwenyekiti wangu ambaye pia ndiye rais, kwamba haya madogo yanayofanya yaache tushindane kisiasa. Dimisimu walikuwa naitoa tofauti ya uongozi, na mmekuwa mkimwona anatoa matamshi, anasema kama mwana CCM akifanya jambo la ovyo mimi nakemea. Hakuna cha kusema kwamba huyu sisi mwafanya ukaa kimya. Na nilikuwa na taarifa wenzangu hawa tulipokuwa kwenye ofisi ya mwenyekiti. Kwa hiyo nilipotokea lile kwamba anapelekwa kwenye kamati ya maadili, Jenerali akaniuliza swali juu ya hilo. Nisema kwanza utaratibu ule wala mzuri, lakini kapita hiyo.